اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوا ربكم في السر والنجوى. قال سبحانه: فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أيها المؤمنون، ابتلى الله عباده بالمسرات والمضرات فتنة لهم، فقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Enyi Waislamu, Allah aliwapa waja wake mtihani wa vya kufurahisha na vya kuwauzi, lakini vyote ni fitna kwao. Akayasema hayo Mola mtukufu kwenye Qur'ani: na tutakupeni mitihani ya kheri, pesa nyingi, watoto wenye akili, wenye kusoma, na tutakupeni mitihani ya shari, kupotelewa kwa biashara, afya kuwa inatepeta, unakosa namna ya kufanya mambo, nguvu ya kuwa na taufiki ya kufanya vitu. Hii ni mitihani, lakini imekujieni ili iwe ni fitna kwenu, kisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo marejeo. Na balaa iliyokuwa kubwa, ndugu yangu, ni kutokuwa thabiti, kutokuwa na utulivu kwenye dini yako, kutokujidhatiti kwenye mambo ya dini. Huyu ni mtihani mkubwa, ni fitna kubwa yenye Allah atakuwa amekupa, na ambayo ni vigumu sana kuidhibiti na kuivuka. Qala Anas radhiyallahu anhu: kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqul ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Anasema Anas, Allah amridhie, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anazidisha na kukithirisha kuomba dua ya kwamba: Mola ambaye una uwezo wa kuzigeuza nyoyo, basi upe moyo wangu utulivu kwenye dini yako. Wa min du'a'i salihin, na katika dua za watu wema: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Walikuwa wakiomba wakisema: Mola wetu, nyoyo zetu zisipotei baada ya kwamba wewe umetuongoza na kututia katika khairi na mambo ya kukuridhisha. Falfitnatu tudhhiru ma fil qulubi min sidqin au raib. Fitna, ndugu zangu Waislamu, hudhihirisha vile ambavyo vimejificha katika moyo. Kama kweli uko mkweli kwenye dini, ukiipata fitna ndio utajua kweli uko mkweli kwenye dini yako. Fitna itadhihirisha kama una shaka kwenye dini yako. Ukifitinishwa na kitu ambacho kitakutepetesha, kitajalia utingisike kwenye dini, ukabaki uko thabiti, hapa ndio tutajua kweli wewe uko na dini iliyokaza sawa sawa. Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam: tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi kal-hasiri 'audan 'auda. Fitna zinaletwa kwenye nyoyo za watu sawa na kinywaji kizuri ambacho kimekukuta wakati wa kiu kikali, alafu kinakuja mara kwa mara. Fa ay qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Moyo ambao utakubali kuinywa fitna utapigwa doa la weusi. Wa ayu qalbin unkiraha nukita fihi nuktatun bayda. Na moyo ambao utasema la, hii ni fitna, siwezi nikaingia kwenye fitna, sikubali kufitinishwa, basi utabakia na doa nyeupe katika moyo huyo. Enyi Waislamu, hakuna nyumba yoyote isipokuwa Allah ataijalia iwe na fitna na mtihani wake. Tazameni, mirathi ni mtihani, watoto kutokujistiri ni mtihani, watoto kutokupenda kusoma dini ni mtihani, watoto kueleweshwa kwamba wao ni kusoma kizungu ili wawe maprofesa na madaktari ni mtihani huyu, watoto kutokuwatii wazazi ni mtihani, wake kutokujistiri ni mtihani. Na kinyume imetokea sasa, wababa ndio wanavaa nguo za kufika chini,
Baba hawezi akavaa kanzu ambayo iko juu ya jicho la mguu, inabidi avae kanzu ya kumwenea, ya kuguruza chini, lakini mke wake anavaa kanzu iko juu ya macho ya miguu, alafu kwenye miguu amevaa vikuku, masheni, mapambo ambayo ni mapambo ya mzee ndo ayaone chumbani, yanaenda yanaonekana nje. Mzee ambaye angeonesha macho ya miguu ndio dini yake inamuomba, anayafunika macho. Huyu ni mtihani, ni fitna ambazo tunaishi hemo. Chakula kinakuja kwa kawia, ni fitna kwetu. Kinakuja kwa wingi, ni fitna kwetu. Tunakimwaga ovyo kwenye manyumba yetu. Fitna zinakuja kwenye kila aina ya mfumo. Ameyasadikisha haya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, inni la ara mawaqi'a alfitan khilala biyutikum kama waqi'a alqitar, muttafaqun alayhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ninaiona fitna kwenu nyinyi waumini ambao mliniamini mimi kama gisi ninavyoona matonya ya mvua yanavyoshika kwenye nyumba zenu. Ni ukweli tunaishi kwenye fitna, hakuna anayepinga haya. Wazazi wakiwa lazima pawe fitna ya kumuona kwamba huyu anapendelewa kulikoni yule. Wazazi wakifariki, fitna ya mirathi inaanza, undugu unaanza kuvunjika. Ni kwenye nyumba zetu fitna ni nyingi, lakini je, tunaishi na vizingiti vya kukabiliana na hizo fitna, au tumeiacha dini yetu tukasema ndio haya tuishi hemo mpaka mwisho? Tazameni kupelekana kwenye maserikali wakati wa kugawa mirathi ni fitna. Kupelekana na watoto, kuwalazimisha watoto wasifungi ndoa ila wameenda kuandikwa, fitna. Kuwakataza watoto wasielewi mpaka waeneze miaka kadhaa na aliyakuwa wako na shahwa, ni fitna. Ni mimba ngapi zinaletwa manyumbani kwa watoto wenye tunawakatalia wasiolewi wangali wadogo? Huyu ni mtihani, fitna zenye Allah ametutilia ili atuone, je, tunaweza tukapambana nazo kwa kutafuta radhi zake Rabbul Izzati wal Jalal. Enyi Waislamu, kila pale inapofunguka neema kwenye maisha yako, jua kwamba hiyo neema imekuja na fitna yake. Haiwezekani ukapata pesa isipokuwa nyuma yake pako mtihani. Kuna hao wenye watasema unajivuna hii siku, kuna wale wenye watasema ulikuwaga na roho nzuri lakini hivi hauna, kuna wale wenye watasema uwape jili chenye kiko mfuko wako, lazima kiwafikirie na wao. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwauliza masahaba, madha anzala min alkhazain, khazina ya mazuri na mali ni kipi kilichoteremka? Lakini akawauliza tena swali lingine ambalo alihitaji jibu, madha anzala min alfitan, hiyo khazina imeteremka na fitna ya sawa sawa na haje. Ndugu zangu Waislamu, idha ba'uda an-nasu an zamani an-nubuwa dhaharatil fitan, watu wakijiweka mbali na zama za unabii, wakijiweka mbali na kutafuta ilmu ya dini. Zama za unabii ni kutafuta ilmu ya dini, wajue kwamba fitna hapo inawaingia, itawatawala, itawatawanya, itawasambaratisha. Hawatoweza kuwa wamejidhubuti kwenye kitu kwa sababu tayari wameachana na kutafuta ilmu ya dini. Tayari ilmu imewatoka, tayari wametoka kwenye zamani za mitume ambao walijitamu na maswahaba zao. Kutafuta ilmu hii ya dini na kusomeshana ilikuwa ndio kazi ya muhimu sana kabla ya kwenda kwenye kazi ya kutafuta riziki. Lakini hivi ni kinyume. Mtu akifikisha 15, 20 kwenye miaka, yeye ni kutafuta riziki, ilmu ya dini hataki kujua. Wakija askari polisi wakafunga hapa, wakasema hatutoki mpaka tusome hadithi 100. Kuna watu humu watatoka hapa na kuwa wajela, wameshaingia kwenye jela tayari, na ni watoto wa Kiislamu, wamezaliwa kwenye Uislamu, wamefitinishwa na kutafuta dunia, wakajiweka mbali na kutafuta zama za mitume na kuwa warithi wa mitume. Na hali ya kuwa warithi wa mitume, wanawarithi mitume ni ilmu, hawarithi mali wala dirham wala dinar. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ata hatta yuqbada al-ilm, kiyama kitasimama mpaka pale penye ilmu itaanza kupotea. Watakthuru zalazil, mitingisiko ya ardhi itatingishika sana. Tazameni, ilmu itapotea. Kwa nini? Ilmu itapotea kwa kufa watu ambao wameisoma hiyo dini. Na ni wangapi kwenye dini yetu hii, kwenye nchi yetu hii ya Burundi walikufa wasomi wa dini?
Tayari tumebakia na wasomi pungufu, wengine wameshatangulia kwenye haki za Allah na baadaye wengine tutawafata. Tayari zilzala zimezidi pande kote duniani. Zilzala ni kawaida, ni jambo la kawaida. Wayatakarabu zaman, na nyakati zitasogeleana. Tunaisali Ijumaa hapa, tukitoka tu mwenye atakuwa na mwaliko wa walima akienda kwenye walima, akimaliza tu kula alasri imemfikia tayari, muda umekwisha. Huyu ni muda wa kiyama uko nasogea ndugu zangu. Watadhharu fitan, na fitna zitadhihirika sana. Amepokea hadithi hiyo Imam al-Bukhari, Allah amrehemu. Wa min al-fitan, ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa fitna ma tukhriju al-mar'u min ad-din, pako fitna ambazo zinamtoa mtu katika dini yake ya Uislamu. Qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mja huamka asubuhi hali ya kuwa ni muaminifu wa Kiislamu, lakini inafika jioni hali ya kuwa tayari yeye ni kafiri kabisa, hata akifariki ni motoni milele. Na anaweza akawa hata amesali na al-asri, amesali na saa 9, lakini tayari ameshabadilisha dini bila kujijua. Au yumsi abdun mu'minan wa yusbihu kafiran, au mtu inakuwa baada ya dhuhuri ni muislamu mzuri, analala, kesho asubuhi anaamka tayari ameshakuwa si muislamu. Yeye na Uislamu ni mbali mbali. Kwa nini ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabainisha akasema, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya? Rawahu Muslim. Ni yule mja ambaye anaishi kazi yake ni kuiuza dini yake kwa malengo ya kuipata dunia. Hawa wakija anawakumbatia, wale wakimwita anakwenda, mabosi wakifanya makosa anaficha fatwa, fulani akifanya kitu kwa sababu anatafuta connection kwake anakuwa kimya, ndoa za hovyo anafungisha, mirathi ya batili anaigawa, watoto wa nje ya ndoa anawapa kwa sababu apate chochote kile kupitia dini ambayo amesoma. Huyu ataamka asubuhi ni Muislamu mzuri, baadaye Allah anamfitinisha anakuwa ni kafir kwa kuiuza dini yake hii. Au anaweza akashinda jioni, hiyo ni Muislamu mzuri, baadaye akalala akaamka kesho asubuhi akafanya jambo ambalo likamtoa kwenye dini. Na hayo ni maisha ya kawaida, si kwa msomi wa dini tu, hata mtu wa kawaida. Tayari unawakumbatia watu ambao kuwakumbatia kwako wewe watakutoa kwenye dini. Wafanya biashara, wazee wa kwenda kutafuta mvuto wa biashara, mafuta ya mvuto wa biashara. Umesali alfajiri yako kwenye jamaa, uko muaminifu wa ukweli, lakini saa 7 unadanganywa. Kazeka moja fulani kamekaa huko sehemu ambayo maji mvua ikipiga yanakusanyikia kwake, eti kakupe mvuto wa biashara. Kwa nini akakujipa huyo mvuto? Katafute nyumba za kifahari kaishi pazuri mpaka kaukupe wewe. Ukifa kwenye hiyo hali, Abdullah, unakufa hali ya kuwa umetoka kwenye Uislamu bila kujitambua kama umejitoa peke yako wewe kwenye Uislamu. Na kwa sababu gani umejitoa? Ni kwa sababu umeuzisha dini yako kwa sababu ya malengo ya kuipata dunia yako. Qala an-Nawawi rahimahullah, wa hadha li'idhami al-fitan yanqalibu al-insanu fi al-yawm al-wahid hadha inqilab. Imam an-Nawawi anasema kwa sababu ya ukubwa wa fitna, kwenye siku moja mtu anakuwa ni Muislamu, baadaye anatoka kwenye Uislamu. Tazama ukubwa wa fitna huyu. Fitna ni jambo likubwa sana na ni maisha yenye tunaishi yemo, lakini watu kutanabahi kwamba tunaishi kwenye fitna hakuna. Tumejiachia. Wazawa wa dini ya Uislamu wanasema mimi nimezaliwa kwenye dini, mtanambia nini? Waingiaji ambao wamesoma sana, baada ya kuingia watasema mimi nimependaga Uislamu na nikausoma sana, hakuna chenye mtanidanganya. Tunajiachilia hivyo, fitna zinatuishi ndani yetu, baadaye tutajikutana tumeipata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min alfitan, na miongoni mwa fitna, kathratul qatl wa safki dima min ghairi sabab, kumwaga damu, kuuana sana bila kuwa na sababu ya msingi. Dini yetu ya Uislamu imetia sababu ya damu kumwagika. Huyu akifanya hivi ndio imwagike, akifanya hivi ndio imwagike. Lakini sisi tunauana kwa pesa za dunia, tunauana kwa kutafuta vyeo, tunauana kwa kutafuta majina, tunauana kwa kutafuta heshima. Yani unaona kama nikiua ndio nitaheshimika.
haya matatizo haya ni miongoni mwa fitna zenye Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia ili mwenye ataepukana nazo aweze kuipata pepo yake, na yule mwenye atazikumbatia aweze kuingia motoni. Allah tukinge na moto. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yatiyanna ala an-nasi zamanan la yadri al-qatil fi ayi shay'in qatal, utawajia watu wakati ambao muuaji akiulizwa kwa nini umeua hajui kwa nini ameua, wala yadri al-maqtul ala ayi shay'in qutil, rawahu Muslim. Hata mwenye ameuliwa ukimuuliza kwa nini umeuliwa hajui kwa nini ameuliwa. Tazameni, hayo ndio yapo, watu wanakufa hovyo, lakini ukimuuliza vizuri ambaye ameua kwa nini umeua atakwambia sababu zenye hazieleweki. Lakini pia ukimuuliza mwenye ameuliwa kwa nini umeuliwa atakwambia mambo yenye hayaeleweki. Sawa ni upuuzi wa vyama, sawa ni upuuzi wa mali ndogo tu tayari mtu amempoteza mtu, sawa ni upuuzi wa kutafuta cheo, sawa ni upuuzi wa kutafuta jina lake liwe juu au kopwe kama yeye damu ni kawaida kwake, na hiyo fitna watu wanaishi ndani yake. Enyi Waislamu, na mali ndio fitna kubwa ya umma huyu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati fil mal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, je, si kila umma uko na fitna yake, na fitna kwenye umma wangu huyu ni mali. Mali zimetutawanya, washekhe hawaongei vizuri, ukitizama kwenye kiini vizuri ni mali. Familia, wazee wa familia watembeleanagi tena, ukitizama vizuri ni mali. Vijana wa katika familia hawaongeagi tena vizuri, ukitizama ni mali. Waislamu hawasalii misikiti fulani, lakini ukitizama chokochoko ni mali. Fitna ya mali imetupeleka kiasi ya kwamba hatutaki kabisa hata kujua nini cha kufanya na nini cha kuacha. Kwa hiyo hii fitna ya mali inatugawanya sisi, na tunaikaa tunajipa matumaini tutakuwa na nguvu, Uislamu utaendelea, hali ya kuwa fitna ya mali imetutawala na imetuikaa kwenye kichwa chetu kiasi ya kwamba hatuna namna ya kujirejea. Tumuogope Allah kwenye hii njia, ndugu zangu Waislamu. Mali zenye tunamiliki tutaziacha hapa, kila mtu atafariki na atatoweka. Chenye vitamshindikiza vitu vitatu: mali zake, amali zake na ndugu zake, lakini viwili vitarudi, kimoja ndio kitabaki. Amali yako tu ndio itakufaa hapo penye utakuwa umeshindikizwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni fitna ambayo haitowapata waliojidhulumu tu. Mtu asijioni kwenye uchamungu akasema mimi fitna iko mbali na mimi. La, fitna itawakumba wote, waliojidhulumu, waliokuwa wacha Mungu, wote fitna itawafitinisha. Kwa hiyo okopeni hiyo fitna, muweze kujiweka kwenye mstari vizuri, mumrejee Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المرسلين وسيد المرسلين والأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ndugu Waislamu, njia ya kupona kwenye fitna ni nyingi sana. Moja wako ni ikhlas wa mudawamatil a'mal, kuwa na ikhlas. Fanya kwa kumtegemea Allah, dumu katika hicho chenye unafanya kwa sababu ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sunna, katika sunna, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal, matendo ambayo yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni yale matendo endelevu, hali ya kuwa ni madogo machache. Kama una tendo lako lidogo, kawaida yako hulali mpaka umesali witri ya rakaa moja kwa kumtegemea Allah, kwa kumlenga Allah, dumu na witri yako hiyo. Unaweza 3, dumu na witri yako hiyo. Hauwezi ukalala hujasoma karatasi moja ya Qur'ani, dumu na kisomo chako hicho. Haya ndio yatakuokoa kwenye fitna. Enyi Waislamu, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kutakusaidia, utakuwa thabit,
utapata utulivu kwenye dini kiasi ya kwamba fitna zikija zitakuja na utaziona, lakini hautapumbazika, hautotepeta, hautotingisika. Qala subhana qul nazalahu ruhul qudus min rabbik bilhaq liyuthabbita alladhina amanu. Allah anasema Qur'ani ameteremsha Roho Mtakatifu ambaye ni Jibril kutoka kwa Mola wako, aliteremsha kwa ukweli. Sababu yake ni kuwapa watu utulivu, kuwapa watu thibati kwenye dini hii, na iwe ni mwongozo na bishara kwa Waislamu. Enyi Waislamu, na yule mwenye atazidisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na akajiweka mbali na maasi, huyo atapata kuthibiti kwenye dini kuliko kuwa kukubwa sana. Qala subhanahu walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Lau watu wangefanya yale ni wanaambiwa, mawaidha yanatoka kila siku kuambiwa wafanye kheri, wangekuwa wakiyasikia wanayatia kwenye vitendo, ingekuwa ni bora kwao na wangepata udhibiti uliokuwa mkubwa sana. Enyi Waislamu, min tariqi najati ila alfitan, katika njia ambazo zitakuepusha wewe usiingie kwenye fitna, ikhtiyarul khalil, kuchagua marafiki. Huyu rafiki wangu ni wakwenda kusali, ni wakwenda kuwaona wagonjwa, ni wakunikumbusha kama pako jeneza tukasalie na tukazike, ni rafiki wakunikumbusha namna ya kuunga undugu, ni rafiki wakunikumbusha kama niko na mali nitoe zaka ya mali, ni rafiki wakunambia nifunge sunna. Huyu ndiye rafiki wa kumchagua. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anatuambia almar'u ala dini khalilihi, mja anatizamwa sawa na dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadakum man yukhalil, mmoja wenu atizame nani ambaye ni rafiki yake, nani wa karibu yake, nani ambaye anatembea naye. Ukitembea na mwizi watu watakupa wizi hali ya kuwa hujaiba, ukitembea na mzinzi watu watakupa zina hali ya kuwa huko mzinzi, ukitembea na muuaji utanuka damu hali ya kuwa huko muuaji, ukitembea na mtu ambaye anatumia shirki za kujiprotekti. Kuna watu wanaishi na consequence, maerizi anavaa eti anajilinda wasimtupii vitu, na wewe watakwambia mvaa maerizi. Ukitembea na washirikina wa kuua kwa shirki utaitwa pia na wewe ni mshirikina. Kwa hiyo tagua rafiki ambaye ataenda na wewe, hata kutafuta ridha za wanadamu. Faridhan nasa ghayatan la tudraku, radhi za wanadamu ni malengo unayoyatafuta lakini hayafikiki. Waridha Allah ghayatan yudraku, na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni malengo ambayo unayatafuta na yatafikia, kwa sababu yeye ndio malikul jannati wan nar, ndio anamiliki pepo na moto, na sote hapa duniani tunatumika kwa sababu ya kuandaa huko ni wapi tutakwenda, ima peponi au motoni. Thumma alamu ayuhal mu'minun أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 مبشرين بالجنة، وأنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. E Mola, tunakuomba ututhibitishe kwenye sunna. E Mola, tujalie tuwe mbali na fitna kwenye dini yetu. E Mola, tujalie tuweze kuisoma dini yetu. E Mola, tujalie tuweze kubadilika kwenye maisha yetu. E Mola, tupe riziki za halali zilizokuwa pana. E Mola, tujalie baada ya kutupa hizo riziki tuweze kuihudumu dini yetu. Allah, dini inaonekana ina umaskini lakini watu wanacho, walainishe nyoyo zao waweze kutoa kwa sababu ya dini yako. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.